Amani ya Mwenyezi Mungu pamoja nawe ndugu mtazamaji wa Tukutane TV, na kukaribisha kwa mara nyingine kuweza kuambatana nami kwenye taarifa yetu ya habari kwa ufupi. Msomaji wako ni Bibu Kurutantine Aldama, nyuma ya kamera ninaye Pepewe Wilonja. Na sasa ni muktasari wa habari. Wanahabari wawili wa Radio Sauti ya Mwanamke mjini Baraka wamekuwa wahanga wa vitendo vya unyanyasaji vilivyoendeshwa na watu wenye kushikilia silaha katika kata la Kibonjo ya 3. Kwa jambo hilo, uongozi wa muungano wa waandishi wa habari tarafani Fizi na mji wa Baraka umelahani vikali kitendo hicho. Na sasa ni habari kamili. Wanahabari hao wamesema kuwa ilikuwa mida ya usiku pindi wanatoka kazini ndipo watu wawili wenye kushikilia silaha waliwavamia na kuwashurutisha watoe pesa. Katika purukushani hiyo, watu hao wakafyatulia risasi, ila kwa bahati nzuri risasi hizo ziliweza kuswata. Bwana Jonas Seba Mkiabela ni kiongozi wa Rejefi amesema kuwa si mara ya kwanza vitendo kama na hivyo kufanyika kwa wapashaji habari, vitendo ambavyo vinapaswa kulaaniwa kwa hali ya juu. Mwishowe akiomba kwa vitengo vya usalama kuingilia kati juu ya swala hilo. Na huko Fizi, makao makuu ya tarafa la Fizi, ni kwamba Baraza la vijana waadilifu kwa ajili ya uelekezaji wa sera za umma nchini DRC CGOP kwa ufupi limeandikia kamanda wa jimbo la 33 la kijeshi kibarua cha kuwaonyesha hali ya usalama mdogo na vitendo vya wizi, uporaji na unyanyasaji vinavyoendeshwa kwa raia wa Fizi na Baraka. Kwa Bwana Orfea Mone Akamengele, kiongozi wa CGOP nchini, ameanza kwanza kuonyesha lengo la wao kuandika kibarua hicho. Tariki 8 mwezi wa 5 kwa mwaka huu ambao tunaokuwa nao, tumemwandikia kamanda wa 33e region militaire ambaye iko baze hapa Baraka kibarua kinachosema kwa ajili ya masikitiko za raia wa Fizi na raia wa Baraka ambao wanasumbuliwa na usalama mdogo. Raia wanachoka na hali ya unyanyasaji na hali ya kuuawa na hali ya kuporewa vitu, telefoni, yani wamama kubakwa, wamama kunyanyasiwa kila mara mahali popote pale, sokoni, barabarani, kwenye manyumba, na hiyo inafanya raia wachoke. Ndiyo maana baada ya sisi kupata ile malalamiko yote ya raia na kadiri jinsi watu wanasema vibaya kwa ajili ya hali ya askari jeshi wa FRDC katika jiji la Baraka, basi tuliona tumwandikie kibarua kumwambia kwamba tunachoka na mauaji, tunachoka na masasi ya kila siku, tunachoka na kuporewa matelefoni, tunachoka na kuibiwa mali zetu, franga na vinginevyo. Masase kila leo inafanya raia mpaka sasa iishi katika hali ambayo haiko ya mzuri, na wakati huku kwetu sisi mprovince Sud Kivu haiko ndani ya etat de siege. Etat de siege iko Nord Kivu, etat de siege iko Ituri. Meme Sud Kivu ni uongozi wa raia ndo unaendelea kumiliki eneo. Lakini cha ajabu ni kwamba wanajeshi wao wanajifanya sasa kama vile wenye kuwa na sheria mikononi, wanaweza tu kunyang'anya mtu hata mchana kutwa, wengine wanapita, lakini watu wako na nyanyasika na wakuu viongozi wa jeshi wako hapa. Tulimwambia kwamba sisi raia tunampatia muda aangalie jinsi ya kufikiria ili haya mambo yakomeswe, na bila vile tutafanyisha maandamano makubwa sana hapa karibuni ikiwa halitatatuliwa ili shida ambalo raia inalalamika kila leo. Mwishowe ameongeza kuwa endapo hali hii haitobadilika, watamwandikia kibarua rais wa jamhuri ili kuomba wanajeshi hao wabadilishwe. Tuna matumaini kwamba kibarua kile ambacho tulimwandikia, kwa sababu amekipokea, kitaleta muafaka, kwa sababu tumeahidi pia ikiwa hawatatekeleza yale ambayo raia inahitaji kwa ajili ya usalama wake na mali yake, tutaandikia directement president de la republique akwe sezi na mambo ambayo mainite ambayo lileta katika jiji la Baraka, katika tarafa la Fizi, mabaya wanayoyafanya, na huku tutamuomba aangalie jinsi gani ya kufanya mutation ya haya mainite yote, wa ibu, wa tigre, wa urse, wa gepard ambao wanaendelea kufanya mabaya zidi ya raia.
Na isitoshe, ikiwa kuna wale wazalendo ambao nao wanaingia katika haya mabaya, vile vile nao tutawafanyizia rapport katika habari kuu za siku ya leo. Vyanzo vya ndani kutoka Uvira vinaripoti waasi wa M23 RC wameondoka katika maeneo kadhaa ya bonde la Ruzizi, maeneo yanayotajwa ni pamoja na Sange, Mutarule, Ruberizi, Bwegera, Ruvungi, Kabunambo na Lemera. Na vile vile kwa mujibu wa taarifa zinazopatikana huko, wapiganaji hao wameonekana kuelekea tena upande wa Kamanyola, eneo ambalo lilikuwa ngome yao kabla ya kusonga kuelekea mjini Uvira. Na vile vile wakati huo baadhi ya wapiganaji wa wazalendo wameonekana katika maeneo fulani baada ya kuondoka kwa M23 RC. Pia wananchi wa maeneo hayo wanaripoti matukio ya uporaji wa mali na mifugo wakati wa kuondoka kwa wapiganaji hao. Na hata hivyo, taarifa hizo bado hazijathibitishwa rasmi mpaka sasa. Na katika mji jirani wa Uvira, mwananchi Andre Dunia Mashaka, moja kati ya wachambuzi wa masuala ya siasa mashariki mwa DRC, amesema kupokea kwa shingo upande baadhi ya maneno ya Rais Tshisekedi alipokuwa na mkutano na vyombo vya habari wiki hii mjini Kinshasa. Na huko Walikale, shirika la raia tawi la Walikale laomba kwa serikali nayo mashirika ya kihutu kuajia na msaada wanaokimbia vita kati ya M23 dhidi ya jeshi la taifa FARDC kwenye vijiji vyenye kuzunguka eneo la Walikale jimboni Kivu ya Kaskazini. Kwa mujibu wa duru za shirika hilo la raia, wengi kati ya wahamiaji wa ndani ni wale wanatokea katika eneo la Remeka kukimbilia Walikale kama alivyohakikisha hilo Bwana Abedi Sura Faustin, katibu kwa mujibu wa duru za shirika hilo la raia MSCO, wengi kati ya wahamiaji wa ndani ni wale wametokea katika eneo la Remeka kuingia Walikale Center. Habari za mjini Kinshasa, kinara wa chama cha kisiasa cha ESID Bwana Martin Fayulu Madidi ameendesha kikao na waandishi wa habari ambamo waliweza kumshukuru Rais Tshisekedi kwamba anatumia vita kama chombo cha kuhairisha uchaguzi wa mwaka wa 2023. Mwanasiasa huyo wa upinzani na mgombea wa urais wa mwaka wa 2023 ametoa tuhuma nzito dhidi ya Rais Felix Tshisekedi wakati wa mkutano na waandishi wa habari. Alidokeza wazi kwamba kuendelea kwa vita ya silaha mashariki mwa nchi kunaweza kutumiwa kama sababu ya kuahirisha uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika mwaka wa 2028. Tunajiuliza hata kama vita vinavyoendelea mashariki mwa nchi yetu havidumishwi makusudi ili kuzuia kufanyika kwa uchaguzi, alisema. Akihojiwa hadharani kutaka kujua ni nani wanaonufaika na kinara huyo wa upinzani nchini DRC alielekeza lawama kwa kile anachoona kuwa ni ukosefu wa nia ya kisiasa wa kumaliza mapigano yanayoendelea. Aidha, aliitaka jumuiya ya kimataifa kuhakikisha utekelezaji wa azimio la Baraza la Umoja wa Mataifa 2773 ambayo kwa maoni yake haijatekelezwa ipasavyo. Kwa mujibu wa Fayulu, matamshi ya mkuu wa nchi yaliyotolewa wakati wa mkutano wake na waandishi wa habari tarehe 6 Mei yaliondoa mashaka yote kuhusu nia yake ya kubaki madarakani kwa gharama yoyote, hata kama itamaanisha kuiacha nchi ikiendelea kuzama katika mgogoro wa usalama badala ya kuheshimu ahadi zake za kikatiba. Kwenye mkutano wa waandishi wa habari aliyouendesha siku mbili baada ya ule wa urais wa jamhuri, rais wa chama cha Engagement pour la Citoyenneté et le Développement ESID Martin Fayulu alilaani kile alichokiita jaribio la mapinduzi ya kikatiba lililoandaliwa na bunge Paul Gaspar Ngondakoi kupitia pendekezo lake la sheria ya kura ya maoni, referendum kwa kimombo. Kwa mujibu wake, sheria hiyo ni ya njia ya sheria inayolenga kumruhusu Felix Tshisekedi kugombea muhula wa 3 ambao ni kinyume cha katiba. Kwa sauti ya tahadhari, alihitimisha kwa kumuonya rais wa sasa kwamba wananchi wa Kongo, kama walivyofanya wakati wa Joseph Kabila, watazuia mpango wowote wa muhula wa 3 mwaka wa 2028. Apende asipendi atalazimika kuondoka, alithimisha hivyo Martin Fayulu. Tukibaki tu katika mji wa Kinshasa, waasi wa ADF wameendesha shambulio jipya jimboni Ituri ambako takwimu ya waliouawa inaendelea kuongezeka siku baada ya siku. Tangu Alhamisi hadi sasa ni watu 21 ndio wamethibitishwa kuuawa. Takwimu ya shambulio lililoendeshwa na waasi wa ADF Alhamisi ya tarehe 7 Mei huko Biakato, groupment ya Babila Babombi, tarafani Mambasa, jimboni Ituri, inaendelea kuongezeka baada ya upekuzi ulioendelea kufanywa. Mwanachama wa shirika la kutetea haki za binadamu la APDF
Idadi ya raia waliouawa imeongezeka toka watu 15 hadi 21. Watu wengi kadhaa bado hawajulikani waliko baada ya uvamizi huo wa kinyama uliogusa mitaa mbalimbali ya Biakato. Idadi ya vifo imeendelea kuongezeka na sasa imefikia watu 21 badala ya 15. Miili 14 imepatikana huko Lalia. Mtu mmoja huko Vatican, wawili kwenye barabara ya Biakato Katakoli, wawili katika kituo cha kati na mwingine mmoja huko Kawame. Hata kiongozi wa wanamgambo wa IPLC wa eneo hilo wameuawa katika shambulio hilo, huku wengine wapiganaji wa IPLC wakichukuliwa mateka. Raia kadhaa waliokuwa wakitokea mashambani upande wa Kawame pia wametekwa nyara. Hali bado ni mbaya kutokana na kuwepo kwa watu wengi waliopotea, pikipiki 6 zilizochomwa moto, nyumba 3 ziliteketezwa pamoja na mali nyingi kuharibiwa. Hadi sasa tunasikitika kuona kwamba jeshi halikufuatilia maadui. Hali hii inawatia hofu kubwa sana wananchi, amesema Ramsi Mali Kidogo. Kwa upande wake kiongozi makamu wa tarafa la Mambasa Maxime Shishimbi amesema kuwa vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tayari vinaendelea na operesheni za kuwafuatilia washambuliaji hadi mafichoni mwao. Mamlaka hiyo ya wilaya imewahimiza hasa vijana pamoja na wananchi wote kushirikiana na jeshi ili kurahisisha kuwabaini waasi hao na kuimarisha usalama katika sehemu hiyo ya Ituri. IDF leo ni mojawapo ya makundi yenye silaha ambayo inaendesha mauaji mengi tena kikatili zaidi mashariki mwa Kongo. Kundi hili lenye chimbuko yake nchini Uganda linaendelea na mauaji hayo kwa zaidi ya miaka 25 sasa nchi ya DRC bila kudhibitiwa kabisa na serikali ya nchi. Na huko Busuma nchini Burundi, wakimbizi wa Kongomani wanaoishi ndani ya kambi ya Busuma nchini Burundi wanataja kuwepo na vitendo vya rushwa katika kuorozesha ili kupata fomu ya ukimbizi. Hawa wameomba kwa viongozi husika kuvalia njuga swala hilo ambalo linakeuka vikali haki ya wakimbizi. Taarifa tunazo kutoka kwa baadhi ya wakimbizi ambao ni wahanga wa vitendo hivyo zataja kuwa hali hiyo ya wakimbizi kuombwa pesa zinafanya mchakato huo kwenda kwa mwendo wa kobe, kama alivyoeleza moja kati ya aliyehifadhi jina lake. Ni hadi hapo mpendwa mtazamaji ndipo tunafika mwisho wa habari yetu kwa ufupi. Msomaji wako ni Bukuru Tantine Aldamana, kutakia kila laheri na usikilivu mwema. Bye bye. Afya ni muhimu, lakini ugonjwa unaweza kuja bila kutarajia. Unapohitaji dawa kwa haraka, unabidi kupata dawa mahali pa kuaminika. Karibu kwenye duka la TKTV Pharmacy yenye kuaminika zaidi. Tunatoa huduma bora, dawa halisi na zenye quality kubwa zinazoweza kuponya haraka na ushauri wa kitaalamu kwa afya yako na familia yako. Tunauza kwa ujumla na rejareja. Afya yako ni kipaumbele chetu. TKTV Pharmacy ni duka la dawa linalotoa huduma ya upatikanaji wa dawa mbalimbali pamoja na maelezo sahihi ya matumizi yake. Tunahakikisha wateja wetu wanapata ushauri wa kitaalamu kuhusu matumizi ya dawa kwa usalama na ufanisi mkubwa. Duka linapatikana mjini Baraka, kata Malala ya kwanza, karibu na barabara namba 5 ya Taifa. Huduma zetu ni pamoja na uuzaji wa dawa za aina mbalimbali kwa ujumla na rejareja, ushauri na maelekezo ya matumizi ya dawa, huduma kwa wateja kwa uaminifu na weledi. Karibu TKTV Pharmacy kwa huduma bora na zenye uhakika zaidi. Kwa mawasiliano zaidi, chukua namba hizo hapo chini. TKTV Pharmacy, tunajali maisha yako. TKTV Pharmacy, kipaumbele leo.